Aliwahi kusikika bwana mmoja akisema, football ni kituo cha amani. Ndiyo, nami namuunga mkono. Football ndio kitu pekee kinachoweza kuwaunganisha watu wa mataifa tofauti, jamii tofauti, makabila tofauti, ama hata dini tofauti. Huu ni mchezo ambao popote pale duniani utakapoenda, basi utakutana na mashabiki na wafuasi wake. Hii si kwa bahati mbaya, bali ni kutokana na namna ambavyo unavyoweza kuteka hisia na kuingia moja kwa moja mioyoni mwa mashabiki. Kabumbu linasakatwa nyakati za amani, lakini pia katika nyakati za vita. Hii ni kwa sababu football ndiyo kilele cha furaha kwa walio wengi. Ni ukweli kuna nyakati soka huwa na matokeo ya kuumiza na wakati mwingine matokeo ya ajabu yasiyotarajiwa. Ila katika yote unabakia kuwa mchezo wa kuwapa furaha wasio na furaha na kuwapa faraja wanaohitaji faraja. Katika makala hii ya leo tutamwangazia kiungo wa boli Luka Modric, moja katika nyota waliozaliwa katika mazingira magumu sana na kukua kwa tabu sana, ila anageuka kuwa shujaa wa maisha yake, familia yake na hata taifa lake. Katika nyakati mbaya zaidi za vita nchini kwao, ndipo mama na baba yake wanapokea zawadi ya mtoto Luka. Pengine walihisi hakuja wakati sahihi, lakini Luka ameudhihirishia ulimwengu kuwa kuja kwake kulikuwa kwa kusudi maalum. Kusudi moja tu, kusudi la kufanya mchezo wa mpira wa miguu uonekane mchezo mwepesi. Akitia nakshi na kulitawala dimba la kati kwa ufundi wake na ubunifu miguuni. Tutaiangazia historia ya maisha yake, makuzi yake, maisha yake ya soka na nje ya soka. Lakini pia tutachimbua kuhusu familia yake, bila kusahau mafanikio yake na takwimu zake uwanjani. Wakati unaendelea kufuatilia simulizi hii, ni kuombe kusubscribe YouTube channel yetu hapo chini ya video hii. Anapotajwa si tu jina la mwanasoka, bali ni kisa cha uvumilivu, azma isiyoyumba na ustadi wa hali ya juu uliochanua katika mazingira ya machafuko. Kutoka kwenye magofu ya vita huko Balkan hadi kung'aa katika viwanja vikubwa vyote duniani. Safari ya kiungo huyu mahiri kutoka Croatia si tu hadithi ya mafanikio ya kimchezo, bali ni shuhuda wa roho ya binadamu isiyoyumbishwa wala kukata tamaa. Kuzaliwa kwa Luka Modric mnamo Septemba 9, 1985 huko Zadar, jiji la kihistoria la Croatia. Katika milio ya risasi kulikuja wakati mbaya zaidi wa historia ya nchi yake. Kuzaliwa kwa Luka Modric mnamo Septemba 9, 1985 huko Zadar, jiji la kihistoria la Croatia. Katika milio ya risasi kulikuja wakati mbaya zaidi katika historia ya nchi yake, katikati ya vita vya uhuru vya Croatia. Utoto wa Modric uligubikwa na hofu, uhamisho na milio ya risasi. Akiwa na umri wa miaka 6 tu, familia yake ililazimika kukimbia nyumbani kwao mara baada ya kupoteza nyumba na mali zao. Hata babu yake Luka pia aliuawa kwa ukatili. Miaka kadhaa baadaye, maisha yake ya utotoni aliyaishi kama mkimbizi. Waliishi katika hoteli mbalimbali za Zadar. Licha ya mazingira haya ya kutisha, mapenzi yake ya mpira wa miguu yalianza kuchanua. Badala ya kuogopa milio ya risasi, sauti hiyo ilionekana kumpa nguvu kukimbia uwanjani. Modric alitumia saa nyingi akiuchezea mpira wa miguu kwa miguu yake, mara nyingi akijifunza mbinu za soka kwenye maegesho ya magari na kwenye maeneo ya wazi karibu na hoteli zilizokuwa zikiwahifadhi. Kanda za video zilizosambaa zikimwonyesha akichunga mbuzi na huku akiwa na mpira miguuni mwake zimekuwa ushuhuda wa mapenzi yake ya dhati na jinsi gani alivyokuwa akiishi maisha ya soka kila kona ya maisha yake. Hali hizi ngumu zilimjengea uthabiti wa ajabu, azma isiyoyumba na ukomavu wa mapema, sifa ambazo zilionekana wazi katika safari yake ya kisoka. Safari ya Modric ya soka la kulipwa ilianzia katika klabu ya vijana ya Dinamo Zagreb huko Croatia, ambapo alijiunga akiwa na umri wa miaka 16. Mwanzoni alionekana mdogo kimwili na baadhi ya watu waliutilia shaka uwezo wake. Hata hivyo, kipaji chake cha ajabu cha kudhibiti mipira, uwezo wa kupiga pasi
na uoni wake ulikuwa wa wazi. Baada ya vipindi vya mkopo vilivyofanikiwa katika klabu ndogo za Zenki Monster ya Bosnia na Inter Zabrzeski ya Croatia, ambapo alishinda tuzo ya mchezaji bora wa mwaka katika ligi zote mbili, Modric alijitambulisha kama mchezaji muhimu wa Dinamo Zagreb. Alishinda mataji matatu ya ligi na kombe la Croatia kabla ya macho ya klabu kubwa za Ulaya kumwangukia. Mnamo mwaka 2008 ndoto yake ya kucheza katika ligi kubwa barani Ulaya ilitimia alipojiunga na Tottenham Hotspur ya ligi kuu Uingereza kwa ada ya paundi milioni 16. Huku Modric alibadilika na kuwa kiungo mahiri na muhimu katikati ya uwanja. Uwezo wake wa kupiga pasi fupi na ndefu kwa usahihi, kupanga mashambulizi na kuweka utulivu katika safu ya kiungo ulimfanya kuwa kipenzi cha mashabiki na mchezaji muhimu kwa timu. Uchezaji wake wa kuvutia ulimfanya awe shabaha ya klabu kubwa zaidi barani Ulaya, hasa kutokana na uwezo wake wa kucheza katika nafasi za kiungo tofauti. Mnamo Agosti 2012, baada ya sintofahamu nyingi, ndoto yake kuu ilitimia alipojiunga na klabu kubwa ya Real Madrid baada ya uhamisho wa karibu euro milioni 30. Hapa ndipo Modric alipoanza kuandika historia yake ya dhahabu na kuacha alama isiyofutika katika ulimwengu wa soka. Chini ya uongozi wa makocha mbalimbali mahiri kama Jose Mourinho, Carlo Ancelotti na Zinedine Zidane, Modric aligeuka kuwa injini ya Real Madrid. Uelewa wake wa mchezo, uwezo wake wa kubadilisha kasi ya mchezo na hata kufunga mabao muhimu kutoka mbali ulimfanya kuwa mmoja wa wachezaji ambao wasioweza kukosekana katika safu ya kiungo ya Real Madrid iliyokuwa ikitawala Ulaya. Ushirikiano wake na wachezaji wenzake kama Toni Kroos na Casemiro uliunda moja ya safu bora zaidi za kiungo katika historia ya soka. Mafanikio ya Modric na Real Madrid ni ya kushangaza. Ameshinda ligi ya mabingwa Ulaya, UEFA Champions League mara 6. Yani mara ya kwanza akishinda mwaka 2014, mara ya pili 2013, 2017, 2018, 2022 na mara ya mwisho akishinda 2024. Akiwa na jukumu muhimu katika kila ushindi. Uwezo wake wa kudhibiti mipira na kutoa pasi za kuhatarisha lango la wapinzani umekuwa kiini cha mafanikio hayo. Mbali na ligi ya mabingwa, pia ameshinda mataji mengi ya La Liga, ligi kuu Hispania, Copa del Rey, kombe la dunia la klabu, FIFA World Cup na UEFA Super Cup. Ameshinda kila taji linalowezekana katika ngazi ya klabu na Real Madrid. Hata hivyo, kilele cha mafanikio yake binafsi tulikishuhudia mnamo mwaka 2018, mwaka ambao utabaki akilini mwa mashabiki wa soka. Mwaka huo, Modric aliongoza timu yake ya Croatia kufika hatua ya fainali ya kombe la dunia la FIFA nchini Urusi, ambapo walimaliza katika nafasi ya pili baada ya Ufaransa kutoa kombe hilo. Uchezaji wake wa kuvutia na uongozi wake uwanjani ulimfanya tunukiwe tuzo ya mpira wa dhahabu, yaani mchezaji bora wa mashindano ya kombe la dunia, Golden Ball. Mafanikio haya katika ngazi ya kimataifa yalimpelekea kutoa tuzo ya Ballon d'Or mwaka huo huo, akivunja utawala wa miongo kadhaa wa Lionel Messi na Cristiano Ronaldo na kuthibitisha hadhi yake kama mchezaji bora duniani. Pia ameshinda tuzo nyingine nyingi za binafsi, ikiwemo FIFA Best Men's Player na UEFA Men's Player of the Year. Licha ya umaarufu wake mkubwa na mafanikio yake makubwa, Modric anabaki kuwa mnyenyekevu na anajali sana familia yake. Amemwoa mpenzi wake wa muda mrefu, Vanka Bosnić, na wana watoto watatu, Ivano, Ima na Sofia. Modric mara nyingi huonekana akiwa na familia yake na ameeleza kuwa wao ndio msingi wa nguvu zake, motisha yake na hifadhi yake kutoka katika shinikizo la soka la kulipwa. Tofauti na wanasoka wengi maarufu, Modric hapendi kujiingiza sana katika mambo ya mitandao na anapendelea maisha ya faragha. Amezingatia zaidi ustawi wa familia yake na kuzingatia taaluma ya soka. Utulivu wake nje ya uwanja unaaksi utulivu wake uwanjani, akionyesha ukomavu na umakini unaomfanya kuwa kiongozi wa mfano. Hawezi kuonekana kwenye majumba ya starehe ama kwenye makasino,
Badala yake anajulikana kwa nidhamu yake na kujitoa kwenye mchezo na familia. Katika kipindi chote cha taaluma yake, takwimu za Modric zimekuwa zikiongea zenyewe. Kama kiungo wa kati, mchango wake haupimwi tu kwa mabao ama asisti. Ingawa amepiga pasi nyingi za mabao, yani asisti, na amefunga mabao muhimu, uwezo wake wa kupiga pasi sahihi mara nyingi zaidi ya 90% ya usahihi, kudhibiti spidi ya mchezo, na uwezo wake wa kipekee wa kuona nafasi za kupiga pasi ambazo wachezaji wengine hawazioni unamtofautisha sana na wachezaji wengine. Amekuwa kiini cha mfumo wa Real Madrid kwa miaka mingi, akifanya iwe rahisi kwa wachezaji wenzake kushambulia na kujirinda. Takwimu zake za kilomita anazokimbia katikati ya uwanja zinaonyesha bidii yake isiyokoma. Ingawa umri wake unaendelea kusonga, akiwa na miaka 39, Modric bado anaendelea kuonyesha uwezo wa hali ya juu na umuhimu kwenye klabu ya Real Madrid. Hata kama jukumu lake limebadilika kidogo kutokana na ujio wa wachezaji chipukizi kama Jude Bellingham, Camavinga na Tchouaméni, bado anatoa mchango mkubwa anapopewa nafasi na ni kiongozi muhimu ndani na nje ya uwanja. Uzoefu wake na akili yake ya soka hufanya bado awe na thamani kubwa kwa timu. Taarifa ya Real Madrid kuachana na Luka Modric imepokelewa kwa namna tofauti na wapenzi wa soka duniani. Wengi wanaamini kuwa angeweza kuendelea kucheza kwa msimu mmoja ama miwili zaidi kutokana na utunzaji wake wa mwili na uzoefu mkubwa, na wengine wakisema anapaswa kutafuta klabu nyingine ambayo haitompa majukumu makubwa kwenye ligi nyepesi zaidi. Safari ya Luka Modric imetamatika. Tunasubiri kuona ni wapi Modric ataelekea, au je ataamua kutundika daruga kama mwenzake Toni Kroos? Hayo ni maswali tusiyokuwa na majibu, lakini hivi karibuni atatufahamisha. Lakini binafsi ningependa kumuona akirejea Croatia kumaliza taaluma yake katika klabu aliyoanzia, kama ishara ya uaminifu na mapenzi ya dhati kwa klabu hiyo. Licha ya maamuzi hayo, urithi wake tayari ushajengwa na atabaki kuwa mmoja wa wachezaji bora na kiungo bora wa wakati wote, mfano wa kuigwa kwa kizazi kijacho cha wanasoka. Hadithi yake ina ushahidi kwamba hata kutoka katika mazingira magumu sana, kipaji na azma vinaweza kukupeleka katika kilele cha mafanikio. Naam, na hii ndiyo tamati ya stori yetu. Niambie hapo chini, unamkubali kiasi gani Luka Modric na utammisi kwa kiasi gani kipindi ambapo atastaafu soka? Niandikie hapo chini na niandikie ni kiungo gani ambaye unahisi anafika katika level za Luka Modric. Yes, usisahau kusubscribe YouTube channel yetu, lakini pia utufollow katika mitandao yetu ya kijamii Instagram, Facebook na TikTok. Tunapatikana kwa jina la Dino Television. Search Dino Television, hakikisha umetufollow kote ili kupata stories zetu na simulizi murwa kutoka hapa Dino Television. Mimi naitwa Mr. Voltage na hii ni Super 12 ya Dino Television.